Kama umekuwa unajua nini cha kusema, lakini pale unapofungua mdomo kuanza kuzungumza, ghafla unaona confidence inapotea, unaanza kuogopa, my friend, hii video ni kwa ajili yako. Karibu tujifunze siri 3 zinazoweza kubadilisha kabisa namna unavyozungumza na watu waanze kukuzingatia. Karibu. Siri ya kwanza, acha kujaribu kukumbuka kila kitu. Najua ni rahisi sana, watu wengi wanapokuwa wanahofia kwenda kuzungumza sehemu, wanaona ngoja wajiandae, na kujiandaa kwenyewe ni kuandika labda script au kuandika kitu ambacho anataka kusema. Kwa hiyo anataka aandike kila kitu ambacho atakizungumza ili asisahau, yani ili kwamba kiwepo hapa, si ndio? Hiki kitu kinafanya ushindwe kuperform, kwa sababu kuzungumza mbele za watu ni kufanya performance. Sasa performance yako ina maana nguvu kubwa itaenda kwenye kujaribu kuyakumbuka maneno ulioandika, lakini nguvu kubwa haitakuwepo katika kujaribu kuperfect au kujaribu kuboresha namna unavyo deliver, au tumie msemo gani au tumie mifano gani mingine mizuri. Sawa sawa, akili yako inakuwa kama ina moshi fulani umezunguka, yani hauoni vizuri. Kwa sababu gani? Uko so busy kujaribu kukumbuka maneno ambayo umeandika. Hapa unapoteza performance. Itajionyesha kwa watu kwamba unaogopa, utashindwa kufanya vizuri, hautaweza kufikisha ujumbe ule ambao wewe ulikusudia. Kwa hiyo kitu cha muhimu zaidi wewe kufanya ni kuhakikisha unajua vizuri kitu unachotaka kutoa, ujumbe unaotaka kutoa. Swali la kujiuliza ni moja tu, kwa atakaye nisikiliza, natamani aondoke na ujumbe gani kichwani mwake? Ukishajiuliza hivi, inaonyesha kwamba hapo unatakiwa ukijue vizuri kile unachoenda kukielezea, na ukishakielewa vizuri, hautahitaji kwanza kukariri, kutaka kushikilia maneno ya kukumbuka sijui na nini. There is a quote that I love. It says, confidence comes from knowing, kwamba kujiamini kunatokana na kujua. Tayari ukishakuwa unakijua kitu like the back of your hand, hautatumia nguvu kubwa sana kuanza kukumbuka ukutaka kukariri. Sawa sawa. Kwa hiyo jua unachokijua, alafu andaa pointi 1 au 2 kuhusiana na hilo, then nenda kakielezea freely, openly. Utashangaa kitakachotokea. Akili itakuwa inakufungulia njia, inakupa vitu vipya, inakupa mifano, inakupa misemo, inakupa quotes. Utashangaa what is happening. This is it. Na siri ya pili, punguza kasi unapozungumza. Najua wengi uoga unapoingia wanakuwa triggered kutaka kuanza kuongea haraka, lakini nyuma ya kuongea haraka ni kwamba ili aweze kumaliza haraka, kwa sababu anaona kwamba watu wote wanamwangalia na kumsikiliza yeye kwa wakati huo. Usichokijua ni kwamba kila unapokuwa unaongea haraka, inaonesha haraka zaidi kwa wanaokutazama kwamba unaogopa, haujiamini, you are shaking, you are rushing. Kwa inajionyesha wazi. Unachotakiwa kufahamu ni kwamba kila unavyopunguza speedi na kumaliza sentensi ukazizungumza vizuri kwa uhakika, yani inafanya watu wakuelewe zaidi na wakusikilize kwa makini zaidi. Kwa hiyo slow down, punguza speedi. Tumia hata silence, yani hata ukimya. Unajua kutumia silence sio weakness, ni control. Yani uwezo wa kutumia ukimya wakati wa mazungumzo. Kwa mfano nikazungumza hii point afu nikaweka pause, alafu nikaendelea. Umeona kilichotokea hapo? Yani hiyo sio weakness kwamba nitaonekana nimenyamaza hapo nitakuwaje. No. Just zungumza, punguza speedi, hakikisha unajua vizuri unachokisema, halafu punguza speedi, zungumza tu taratibu, hakikisha unamaliza sentensi, kwa sababu ukirush hautakuwa unamaliza sentensi, utakuwa unazungumza haraka haraka kiasi kwamba hata kukupata watu itakuwa vigumu sana. Kwa hiyo siri ya pili ni kupunguza speedi. Usishawishike kuongea haraka kwa sababu unataka kumaliza, utaharibu. Na siri ya 3, unatakiwa kufahamu kwamba confidence haiji kabla hujaanza kuzungumza. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu mimi nishaona watu kwamba bana, nenda kufanya ongea leo. Ngoja kwanza, bado sasa hivi nahisi sijiamini vizuri. Ngoja kwanza nitaanza kuzungumza nikianza kujiamini. Yani mtu anataka aanze kujiamini kwanza ndio aende akazungumza. The same thing happens hata kwenye masuala mengine ya maisha. Kwa mfano, mtu labda haanzi kitu fulani, labda biashara fulani, anasubiri mpaka mtaji ukamilike. Hii tabia hii ya kupenda kutaka mpaka uwe kitu fulani kwanza ndio uanze, inatuchelewesha sana. The same thing hata kwenye speaking skills au kwenye speaking industry. The same. Now let me explain. Ukiwa unasubiri kwanza mpaka uwe tayari, hautakuwa tayari, kwa sababu kwanza bado unaogopa. Then lini utapata wapi confidence kama hauongei? Inatakiwa uanze kuongea nao. Series ni hii. Kwanza unaongea, unaanza kuongea, unakosea, unajifunza, unapata mrejesho, unarudia. Ukirudia mara nyingi zaidi, sasa unaona hii hata ukiwa unaenda kurudia mara nyingine tena, akili yako sasa inaanza kukwambia now I can do this. Today I feel it, I can do it. Leo naona naweza nikafanya.
Kwa nini? Kwa sababu umekuwa ukifanya mara kadhaa zilizopita. Kwa hiyo unaona kwamba sasa hivi naweza nikafanya. Kile kitendo cha kusema unaweza, hapo ndipo sasa confidence ina kick in. Yani kujiamini kwanza kunaanza kuja sasa, kwa sababu umeshazoea hapa, yani unajua kona zote kama ufagio wa zamani. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa kwamba hapa ni hivi, hapa ni vile, si ndio? Kwa hiyo that's how it happens. Hizo ni siri 3 ambazo muhimu sana. Nimeamua kumegea kidogo kutoka kwenye masterclass ambayo naenda kuifundisha tarehe 25. Same tu, hizi ni siri ambazo naamini hizi tu 3 mtu akizitumia vizuri zinaanza kubadilisha kabisa namna unavyozungumza na namna watu wanavyokuchukulia au wanavyokusikiliza au wanavyokupokea. Usijaribu kuongea haraka. Usijaribu kukumbuka kila kitu. Confidence inakuja wakati ukianza kuzungumza, kwamba ni lazima ukubali kukosea ili uweze kujifunza. Sawa sawa. Kwa hiyo wala usio na wasiwasi. So kwenye masterclass ambayo nimeandaa, tunakwenda kutarget haya yote pamoja na mengine mengi sana, na theme ya mwezi huu tunaongelea how to speak with confidence, kwamba unawezaje kuzungumza kwa kujiamini. Jamani, I'm telling you, hudhuria hii class na utajifunza vitu vingi sana, utaboresha vitu vingi sana, namna unavyoongea na wateja wako, namna unavyotengeneza ofa zako, namna ambavyo watu wanakuelewa kwenye kila mambo mengine yoyote yale. Karibu sana, tukutane darasani. Kama bado hujajisajili, niandikie neno ujuzi kwenda kwenye WhatsApp namba unayoiona kwenye screen, na pia niambie hapo chini kitu gani katika haya matatu umechukua leo, umejifunza leo, au kitu gani ulikuwa unakifahamu, au kitu gani unahisi hapa leo kimekuongezea thamani. Hayo ni mambo matatu ambayo nimeamua kukufundisha leo bure kama sehemu kidogo kutoka kwenye masterclass ambayo nimeiandaa. So tukutane darasani tarehe 25. Let's learn how to speak with confidence.